Bwana ni mwema wakati wote. Tunaendelea tukiwa na mwendelezo wa somo letu juu ya historia ya vipindi 7 vya kanisa, ambapo ni anguko. Tunaenda kuangalia anguko la kanisa. Video iliyopita tulijaribu kuangalia kwa ufupi, tuligusia juu ya kanisa la Laodikia pale lilipofikia. Nabii Ellen G. White ni nabii ambaye Mungu alimchagua katika kazi ya mwisho tunapokuwa tunaenda kuifunga historia ya ulimwengu inapoenda kutimia. Na baada ya kuwa Mungu ameirejesha nuru ya Sabato, alimteua nabii Ellen G. White kama mjumbe wake kwa ajili ya kulitahadharisha kanisa ili kusudi lisiweze kurudi tena katika njia ile ya nyuma ambayo kanisa limepitia. Lakini ilifikia hatua, kwa sababu sifa ya Laodikia tuliisoma kwamba kanisa la Laodikia linajiona kuwa ni tajiri, limeshiba na halina haja ya kitu chochote kile. Na ndipo sasa tunapoona mambo ambayo yameanza kuingia katika kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato. Na nikwambie tu siri moja ambayo hujui. Ili jina la Waadventista maana yake hasa ni wale wanaongojea kurudi kwa Yesu mara ya pili. Na hili jina lilipewa kanisa la Mungu likiwa na subira ya kumsubiri Yesu na kumpokea anaporudi mara ya pili katika ulimwengu huu. Nina vitabu vya roho ya unabii bila kupoteza muda. Hiki ni kitabu kinaitwa Vita Kuu, ni kitabu cha nabii Ellen G. White. Katika ukurasa wake ule wa 12, haya yake ile ya juu pale katikati, kuna maneno yanasema kwamba kwa njia ya watu waliojifanya kuwa ni Wakristo, Shetani alijiingiza polepole katika kanisa kusudi kuipotosha imani yao na kugeuza fikra zao kutoka kwenye ukweli. Hivi ni nabii Ellen G. White